walifuata watu majumbani mwao wakawaua. That is what the president is saying, kwamba amani ikichafuka haichagui. How can a president mwenye akili aongee hivi? Msikilizaji wangu, karibu katika kituo chetu, kituo ambacho kinakufahamisha na kinakuelimisha kuhusu masuala ya kisiasa, lakini pia kukupatia uchambuzi wa kina kuhusu yale ambayo yameweza kutendeka. Msikilizaji, ikiwa ni mara ya kwanza unapatana na mimi, jina langu ni Presenter Guton, na kusi kwamba chukua nafasi yako, tia subscription kwenye kituo hichi kwa faida ya kupata taarifa zetu punde tu tunavyoweza kuzipakia katika chaneli hii msikilizaji. Lakini pia ukipata nafasi zaidi, weza kushare kanda zetu kwa vikundi vichache ama kurasa tofauti ili tuweze kuijenga familia kubwa msikilizaji. Na msikilizaji, karibu niweze kukufahamisha ambayo yameweza kutendeka. Rais Samia Suluhu ameendelea kuvitonesha vidonda vya Watanzania waliowapoteza watoto wao kwa ajili ya maandamano ya tarehe 29. Waliweza kuuawa kwa njia moja ama nyingine, wengine wakatekwa na wengine wakapotezwa. Sasa Samia Suluhu ameendelea kutonesha vidonda kwa familia hizi ambazo ziliwapoteza wapendwa wao, ama familia zilizoweza kupata wenzao kuuawa siku ya maandamano nchini Tanzania. Nakumbuka kwamba awali Samia alisema kuwa waliouawa hawakuwa ni Watanzania. Leo hii anasema kwamba waliwatandika visawasawa vijana wa Dar es Salaam kiasi kwamba hawawezi kudhubutu ushiriki maandamano tena. Na tuulizeni sisi wa upande wa pili, ilipochafuka amani Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani, hakuna anayetamani. Kwa hiyo amani ikivunjika haichagui. Niwaombe sana. Yaani rais wa nchi anasimama kabisa na kueleza watu waliowapoteza watoto wao kwamba waliwatandika visawasawa, kiasi kwamba endapo kutaitishwa maandamano mengine siku ya leo hawawezi kutokea, kwa sababu wanaelewa kile kilichoweza kufanyika. Walishuhudia msikilizaji, jambo ambalo msikilizaji nimekuja kulichukia sana kutokana na matamshi ya Samia, ni kile ambacho ameweza kusema hivi: amani ikichafuka haichagui. Na tuulizeni sisi wa upande wa pili, ilipochafuka amani Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani, hakuna anayetamani. Kwa hiyo amani ikivunjika haichagui mwenye kufanya makosa na asiyefanya makosa. Msikilizaji, hicho kinakuambia nini? Kwamba serikali ya Samia iliwafuata watu nyumbani kuwaua, kwa sababu kwa maneno yake rais amesema kwamba amani ikichafuka haichagui aliyekosa na asiyekosa, kwa sababu hiyo yeyote anauliwa. Hili ni kutoa hakikisho kabisa kwamba polisi waliwafuata watu nyumbani wakawaua, kwa sababu kwa maneno ya rais haitegemei kama una makosa ama hauna. Kwa maneno yake amesema kwamba amani ikichafuka haichagui mwenye kufanya makosa
na asiyefanya makosa. Na mimi nahisi kama wananchi wa Tanzania wanatishiwa kwa hichi kitendo cha kulinda amani. He's telling Tanzanians kwamba tuliwafinya, hakuna mtu atajitokeza tena, maandamano ukwaju. Sasa mimi najiuliza, wewe si ndio ulisema kwamba wale ambao walipigwa sio wa Tanzania? Leo hii unasema kwamba vijana Dar es Salaam hawezi toka kwa sababu jinsi tulivyowafinya. Anasema kwamba nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani tena, hakuna anayetamani. Anasema amani kivunjika haichagui mwenye kufanya makosa na asiyefanya makosa, kuprove kwamba walifuata watu majumbani mwao wakawaua. That is what the president is saying, kwamba amani ikichafuka haichagui. How can a president mwenye akili aongee hivi? Kwamba kuna baba hapa analia kwamba mtoto wake alikuwa anaenda dukani, hakuwa katika kundi la watu wa kuandamana, lakini aliuawa. I want my son, nataka mtoto wangu mimi mwenye umri wa miaka 24. Lakini rais leo hii unatonesha kidonda kwa kusema kwamba amani kichafuka haichagui. Yani chochote kiweze kufanyika ili mradi tu kuna amani, kuna watu wanakula, kuna watu wanatembea. Yani mbona ikuwe hivyo? Amani gani inajengwa kwa misingi ya kuwaua watu na kuwasambazia woga ili wakushabikie? Hichi, msikilizaji, ndio Samia anataka kiendelee kuwa. Na sasa anasema kwamba amani inapovunjika haitegemei ama haifuati ni mwenye kutekeleza makosa ama sio mwenye kutekeleza makosa. Ndio maana kuna familia nyingi, msikilizaji. Kwa mfano, kuna baba analia kwamba kuna mtoto wake alimtuma dukani ambaye amekufa na anahitaji majibu kutoka kwa serikali, na majibu ambayo anayapata ni haya kwamba amani inapovunjika haichagui mwenye kosa na ambaye hakufanya kosa. Ndio maneno ya rais, msikilizaji. Sasa familia zilizowapoteza wapendwa wao, kama majibu ni haya ambayo rais anawapatia, warahisije? Kwa mfano, msikilizaji, matamshi haya aliyoweza kuyatoa Samia, msikilizaji, yanaonyesha kwamba kiasi kikubwa cha watu waliouawa Tanzania hata sio waandamanaji, msikilizaji. Ni kwamba Samia aliwaua watu wengi ili kusambaza woga wasiweze kuja kudai haki zao. Ndio maana amejipiga kifua siku ya leo na akasema kwamba amani ikivunjika haijalishi ni mwenye kutenda kosa au sio mwenye kutenda kosa. Kwa hivyo kila mmoja, iwe upo sehemu, iwe upo nyumbani, iwe upo nje, iwe upo hospitali, iwe upo shughuli zako, unauliwa. Kwa hivyo ni sawa kusema kwamba rais amekiri kwamba waliouawa Tanzania sio waandamanaji, pengine kiasi kidogo tu, lakini kile ambacho kinathibitishwa na matamshi haya ya Samia ni kwamba polisi waliwafuata watu kuwaua ili kusambaza woga. Na sasa rais huyu ametoka na kujipiga kifua, kujigamba kwamba Dar es Salaam waliwanyorosha vishawashawa kiasi kwamba hawawezi kutokea siku yoyote kushiriki maandamano, kudai haki zao ama kupigania uovu unaoshuhudiwa serikalini.
Msikilizaji, maoni yako kuhusu swala hili ni yepi? Unahisi kama rais ni kitendo chema kuendelea kuwatonesha ama kuzitonesha vidonda familia zilizowapoteza wenzao kwa kuwakumbusha na kuwaeleza kwamba sio lazima kwamba walishiriki maandamano, lakini tuliwafuata na tukawaua kwa ajili ya kusambaza woga na kuhakikisha kwamba hakuna mtu atakayeweza kutoka kudai haki ama kushiriki maandamano ya kupinga sera za serikali na chama cha CCM. Achia maoni yako kwenye comment section msikilizaji, lakini zidi kutufuatilia kwa sababu ya kuendelea kuelimishana zaidi na kupeana taarifa ambazo zinahusu mwananchi na kutetea maslahi ya mwananchi kwa jumla.